Unaangalia Baba Sam the King Tanzania TV channel. Kwa maoni na ushauri tumia namba zifuatazo: 0752732515. Baba Sam the King. Hali gani mpenzi msikilizaji wa simulizi za sauti, karibu tena katika simulizi zetu za sauti ambazo umezoea kuzipata hapa. Na hii simulizi si nyingine, ni simulizi yako pendwa inayoitwa Dada wa Kazi na Bosi, sehemu ya 16. Kwenye upande wetu wa YouTube channel tunaitwa Baba Sam the King Tanzania TV channel. Lakini kwenye upande wa TikTok tunaitwa Baba Sam the King channel. Kwenye upande wa YouTube tunachokuomba subscribe. Lakini kwenye upande wa TikTok tunachokuomba follow. Lakini katika mitandao yote hii tunachokuomba like, share, comment ili tuweze kupata mchango wa mawazo yako. Sasa tujikumbushe sehemu ya 15 tulipoishia. Tulipoishia tulimuona mzee Masunga akiwa amemleta binti Sikununu kutoka kule ambapo alipokuwa ameenda naye kwenye lile kontena, yeye mwenyewe pasina kujua. Lakini baada ya Sikununu kumwelezea, huyu mzee Masunga alianza kulia na hatimaye akachukua jukumu la kwenda kumnunulia begi jipya pamoja na nguo nyingine, na akawaacha amewaagiza vijana waweze kupakia pumba katika lile banda, lile kontena lile, na hatimaye akaamua moja kwa moja kurudi naye mpaka pale nyumbani, na akamwagizia chai na kila kitu. Akanywa, alafu akaenda store akachukua mashuka akaleta, akamwagiza mjukuu wake ambaye anaitwa Sijaona aweze kumtandikia. Akamtandikia, na hatimaye huyu binti wa kuitwa Sikununu, hapo ndipo ambapo aliruhusiwa kulala, na huyu mzee Masunga akawa amerudi. Sasa nikukaribisha sehemu ya 16. Tuendelee kuidadavua ili tuweze kujua ni kitu gani ambacho kilitokea. Baada ya kuwa amemwacha huku amelala, alienda mzee huyu na kuchukua bajaji yake na kuanza kurudi alikotoka. Yani anarudi katika zile mashine za mji wa Mzayuni kule mwishoni, ambapo ameacha vijana amewaagiza waweze kupakia katika lile kontena, wapakie magunia ya pumba. Na baada ya kufanya hivyo, yeye alikuwa hayupo kabisa. Hapo ndipo ambapo alianza kurudi moja kwa moja. Baada ya kuondoka, Sijaona alikuja akamkalisha chini mdogo wake. Mdogo wake huyu alikuwa anaitwa Clara. Clara akaanza kuambiwa na Sijaona kuhusiana na scenario ambalo huenda yeye analihisi na inawezekana likawa lina ukweli ndani yake. Alianza kumwambia kwamba kule kijijini kuna kijana mmoja anaitwa Tobias Mavugwe ambaye walifahamiana pale kwenye duka la mzee Fares, ambapo hapo alikuwa ameenda kununua baadhi ya vitu, ndipo wakakutana. Alichukua namba yake na hatimaye wakawa wanawasiliana. Sasa baadaye
huyu Tobias Mavugwe ni siku kadhaa ambazo zimepita nyuma alitoka kumpigia kwamba ajaribu kumuuliza Zatiti, je, mgeni wake ambaye aliyemfikisha hapo mjini, je, yupo? Lakini akamwambia kwamba huyo mgeni yeye hajamuona na wala Zatiti hajamuona, kwa sababu pale kwa mzee Faresi hajawahi kwenda tena. Sasa anahisi yawezekana mgeni mwenyewe ambaye aliyekuwa nasemwa atakuwa ni huyo, lakini Clara alionyesha kama kutojali maneno hayo ambayo anayoyazungumza huyu dada yake ambaye anaitwa Sijaona. Kayapuuzia kabisa. Na baadaye mida ya mchana kabisa, ambapo Bi Ostina alikuja. Ostina ni mke wa mzee Masunga. Yeye alikuwa ameamka asubuhi na kwenda katika biashara yake. Biashara yake ambayo aliyofunguliwa na mume wake ni kwenda kusimamia watu wasiweze kuiba mahindi kwenye gara. Kuna magara ambayo anayasimamia, watu wanaenda kununua pale na kupeleka mashineni kwenda kukoboa, wanasaga unga na kufunga kwenye viroba mbalimbali vyenye kilo tofauti, ndo nakuwa unga wa sembe, watu wanaenda kununua. Kwa hiyo kulikuwa na gara kubwa sana la mzee Masunga ambalo alimfungulia mke wake kwa ajili ya kuwa anachuuza mahindi na kuweka humo baadaye, yani yeye ndo awe mtu ambaye watu wanakuja kuchuuza kwake. Kwa hiyo alikuwa ananunua mahindi, anakuja na weka humo kwenye hilo gara, lilikuwa ni store kubwa. Kwa hiyo wale vijana ambao wameajiriwa pale na mzee Masunga hawaamini mzee Masunga. Kwa hiyo ikabidi aende akamuweke mke wake Ostina ili awepo pale. Sasa alirudi mida ya saa 7 hivi, na hapo ndipo ambapo alipokuta binti huyu wa kuitwa Sikununu ameamka. Hapo ndipo ambapo baada ya kuwa ameamka alitoka nje ya chumba na kuja moja kwa moja mpaka sebleni na akakaa kwenye sofa. Baada ya kukaa kwenye sofa, huyu bibi huyu Ostina alianza kumhoji huyu binti wa kuitwa Sikununu. Akamwambia yote ambayo yaliyomtokea huko nyuma, na baada ya kuyasema yale yote, kwa sababu alikuwa na mhoji na Sijaona yupo, lakini pia alikuwa na mhoji na Clara yupo. Hapo ndipo ambapo Clara alikubali yale maneno aliyoyasema Sijaona, lakini bibi huyu Ostina na yeye aliumizwa sana na hicho kitendo ambacho kimemkuta binti huyu wa kuitwa Sikununu. Aliumizwa sana na hayo ambayo yamemkuta. Hapo ndipo ambapo alipowaagiza wajukuu zake ili waweze kwenda jikoni, waache kumshangalia mgeni aliyekuja, waende jikoni wakatengeneze chakula, kwa sababu muda wowote ule
babu yao anaweza akafika. Tunakuja katika upande wa pili. Kijana wa kuitwa Tobias Mavugwe alienda moja kwa moja mpaka kwa mzee Bareke. Baada ya kufika pale kwa mzee Bareke, akaanza kuzungumza nao. Uzuri aliwakuta Bi Getruda pamoja na mzee Bareke, wote wapo pale. Baada ya kuwakuta, alijaribu kuwahoji. Akajaribu kuwahoji na kuwauliza, je, binti yao wanawasiliana naye? Kwa sababu yeye anajaribu kumtafuta lakini hapatikani, na amejaribu kuwatafuta mpaka kwa marafiki zake ambao wanaowajua na watu wa karibu, lakini wanasema hawajamuona. Sasa je, huenda wao wazazi wake wanaweza wakawa wanafahamu chochote? Mzee Bareke alikataa kabisa, akasema yeye hajui chochote kinachoendelea huko mjini Mzayuni. Lakini Bi Getruda akasema muda sio mrefu, siku kadhaa, ametoka kuota ndoto mbaya sana kwamba binti yake amepata bosi ambaye ni mkorofi. Alikuwa akimpiga hapa na pale, akawa anampigia simu na kuanza kumwambia kwamba bosi wake anamtesa, lakini akawa hataki kumsikia. Yaani sasa Bi Getruda ndo akawa mtu ambaye hataki kabisa kumsikiliza binti yake, kwa sababu huyo bosi alikuwa akimhonga sana pesa Bi Getruda asiwezi kusema yale mabaya ambayo anayomtendea. Kwa hiyo yeye Bi Getruda akathamini pesa kuliko mtoto wake wa kumzaa. Aliota ndoto ya namna hiyo, kwa hiyo akahisi moja kwa moja hiyo ndoto sio uongo, huenda ndo anayoyapitia binti yake. Lakini kumbe ni kweli, kwa sababu hata wao tangu aondoke hawajawahi kumpata kwenye simu. Na Tobias Mavugwe anaposema kwamba hata yeye hampati kwenye simu, je, huyo binti atakuwa yuko wapi? Kwa kweli walikaa kikao na akaanza kuwaomba msamaha na kusema kwamba yeye ndiye chanzo, kwa sababu alikuja kipindi fulani akamchukua Sikununu na kwenda naye faragha, wakaanza kuzungumza. Hapo ndipo ambapo Sikununu alirudi, lakini Tobias Mavugwe alipitia nyuma kule katika upande mwingine wa nyumba na kuondoka. Sasa anajua kwamba huenda walimuhisi vibaya, kwamba huenda yeye na binti yao kuna chochote ambacho kinaendelea, huenda cha kufanya ufuska, lakini yeye hakuwa na nia hiyo. Yeye alijua kwamba na yeye binti huyu wa kuitwa Sikununu huenda amekuwa kama yule binti Zatiti ambaye kutoka kwa wazazi wake alitoroka. Kwa hiyo alijua kwamba huenda hata na Sikununu anaondoka wazazi wake pasina kujua. Kwa hiyo ndio maana ameamua kumtafutia mchongo huko mjini pasina wazazi wake kufahamu. Sasa aliomba sana msamaha ili waweze kumsamehe katika makosa ambayo aliyoyafanya. Mojawapo ni hilo, alikiri kabisa. Lakini mzee Bareke alimsitisha kuomba msamaha kwake, bali alimsifu kwa kile ambacho alichokifanya, kumtafutia kazi huko mjini. Lakini yeye alichokuwa anasisitiza mzee Bareke,
alimwambia tu kwamba washirikiane pamoja kumtafuta Sikununu huko mjini, wapate taarifa zake kwamba yuko wapi. Tunarudi katika upande mwingine tena. Mzee Fares baada ya kuwa ametoa taarifa na redio zote, vyombo vya habari vilivyopo humo ndani ya mji wa Mzayuni kutangaza taarifa za kupotea kwa binti ambaye anaitwa Sikununu, na atakayempata basi zawadi nono ataipata, lakini hakuweza kupata ushirikiano wa aina yeyote. Yani hakuwahi kusikia mtu yoyote akichukua namba yake na kuanza kusema kwamba kuna binti ambaye amepatikana. Alikaa sana ndani ya wiki 2, lakini hakuwahi kupata matokeo ya aina yeyote. Binti Sikununu alikatazwa kabisa asiweze kutoka nje ya jumba hilo la kifahari na mzee Masunga, na pia akawaambia kabisa Clara pamoja na Sijaona kama watakuwa wana marafiki zao, ni marufuku kuwapatia taarifa kama hizo. Yoyote atakayekuwa mbea akatoa taarifa hizo kwamba kuna binti anaitwa Sikununu yuko nyumbani, basi afungashe virago arudi kijijini, kwa sababu wazazi wao si wako vijijini. Sasa si wamekuja kwa babu yao mjini, wamekaa wanasoma chuo. Kwa hiyo kama watarudi kijijini, si maanake na masomo yamekufa. Masomo yatakuwa yamekufa na mabinti wote hao wanapenda shule. Kwa hiyo hakuna hata mmoja aliyozungumza chochote. Binti Sikununu akaendelea kufungiwa humo ndani ya jumba la kifahari. Hakuna kutolewa nje wala nini. Yaani yeye anatoka ndani ya chumba na kaa sebuleni. Wanamwashia TV, anaangalia vipindi mbalimbali vya vichekesho. Muda mwingine anakutana na taarifa zake ambazo wanazitangaza kuhusiana na kupotea kwake, lakini hakuna yeyote aliyekuwa na rafiki yake alafu akamwambia. Na kumbuka Zatiti pamoja na Sijaona ni marafiki. Baada ya kuja kuonana pale katika lile duka la mzee Fares, manake waliunga urafiki hapo hapo na walikuwa marafiki sana. Lakini kimsingi kwa vile ameshakatazwa kwamba hatakiwi mtu yoyote kusema hata kwa rafiki yake, na akithubutu kusema tu kati ya mabinti hao wawili, manake huyo aliyesema atarudi kijijini. Yani manake huyu Sikununu akitoka humo ndani ya jumba la kifahari la mzee Masunga, basi wakati anachukuliwa na kuondolewa humo, basi na huyo binti anachukua mizigo yake, anafungasha na kurudi kijijini. Hapo hakuna mtu aliyokuwa anataka kujiharibia kiasi hicho, au mabinti wakawa ngangari, hakuna aliyesema. Lakini mzee Fares katika wiki zote hizo 2 Zatiti hakuwahi kufanya kazi ya aina yeyote. Tena zaidi anazidi kuwaambia kama endapo hatapatikana mama yake mdogo Sikununu, basi cha kufanya yeye yuko tayari kuacha kazi aende kutafuta kazi sehemu nyingine, kwa sababu wao ndio wamesababisha mama mdogo wake amepotea. Mpenzi msikilizaji wa Simulizi za Sauti, sehemu ya 16 ya simulizi yetu hii, Dada wa Kazi na Bosi, imeishia hapa. Kwenye upande wa YouTube channel tunaitwa Baba Sam the King Tanzania TV channel, lakini kwenye upande wa TikTok tunaitwa Baba Sam the King channel. Kwenye upande wa YouTube channel tunachokuomba subscribe,
Lakini kwenye upande wa TikTok tunachokuomba follow. Lakini katika mitandao yote tunachokuomba like, share, comment ili tuweze kupata mchango wa mawazo yako. Mpenzi msikilizaji, tumeona Mzee Fares anaendelea kuhangaika na kumtafuta binti huyu wa kuitwa Sikununu, lakini vyombo vyote vya habari ambavyo walimwamini na kupewa pesa wametangaza, lakini huyo binti hamuoni. Lakini binti huyu tumemuona yupo kwa Mzee Masunga, lakini Mzee Masunga amekataza hata wajukuu zake asitoke hata mmoja akajichanganya kusema kwamba Sikununu yuko kwao. Masomo yake yatakuwa yameishia hapo na atarudi kijijini, ingawa wanajua kabisa yupo humo ndani. Sikununu mwenyewe anawashiwa TV na kuangalia vipindi vya hapa na pale katika vyombo vya habari ambavyo viko hapo mjini Mzayuni, lakini na taarifa zake anaziona wakiwa wanatangaza kwamba kuna binti ambaye amepotea, atakayemuokota basi zawadi nono itatolewa. Lakini na yeye hasemi chochote kuhusiana na kwamba angalau wajaribu kumpeleka ili aweze kwenda kuwaona, angalau muone hata rafiki yake Zatiti ambaye wameanzisha urafiki, kwa sababu yeye ni ndugu yake kabisa, ni mtoto wake na mchumba wake aliyoko kijijini wa kuitwa Tobias Mavugwe. Sasa unahisi ni kitu gani ambacho kitakachoenda kutokea? Je, Masunga siri yake hii itaendelea kudumu au itafikia mbele itachacha? Mimi nachokusisitiza msikilizaji wangu, usiache kuifuatilia, fuatilia mpaka mwisho ujue mbivu na mbichi ili kuwaje mpaka mwisho. Mimi ni Hasdi 02 Baba Sam the King, nikuage niseme kwa heri mpaka sehemu ijayo. Alamsiki. Unaangalia Baba Sam the King Tanzania TV channel. Kwa maoni na ushauri tumia namba zifuatazo: 0752732515. Baba Sam the King.